Na mtazamaji wa TUS TV, karibu nikualike tena katika kipindi chetu cha Sports Academy kinachoruka kutoka hapa mitaa ya Tandika, Temeke, jijini Dar es Salaam. Nipo katika uwanja wa Tandika Mabatini ambapo nashuhudia mchezo wa under 17 ligi ya wilaya, lakini nipo na mwalimu ambaye atajitambulisha na kisha ataelezea yale yaliyokuwepo ndani ya timu yake. Mwalimu, karibu. Kwa jina naitwa Tita Shiboli ambaye ni mwalimu mkuu wa Maristar Youth Academy. Nipo hapa katika uwanja wa Tandika kushuhudia timu yangu ya Maristar Youth Academy ambacho ni kituo kinapatikana maeneo ya Yombo, Machimbo, maeneo ya Mshwalani. Ni mechi ambayo inaandaliwa na TFF ikiwa chini nasimamiwa na TFF katika uwanja huu, mashindano ambayo ni under 17. Kwa sasa hivi mechi inaendelea kama mnavyoona katika uwanja huu wa Mabatini. Naam, na tumeona vijana wanapambana vilivyo. Hawa vijana ni timu kama timu ama ni kama ulivyosema kama ni? Vijana hawa ni kituo cha Maristar Youth Academy ambayo inacheza na kituo cha Africana ambacho kinapatikana kule Chanika. Kwa hiyo leo tumekutana hapa katika uwanja huu wa Mabatini kwa ajili ya kuendeleza ligi ya vijana, kuwatafutia fursa mbalimbali kwenda timu kubwa kama Yanga, Simba na ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa ajili ya kuwasaidia wachezaji ili kuweza kutimiza ndoto zao, lakini pia kama kauli ya mama ambavyo inasema kwamba anatengeneza timu ya taifa ya baadaye. Kwa sisi tunasapoti mama kwa ajili ya kuweza kufikia malengo ya mama pamoja na lengo ya vijana. Na tukiachana na hawa under 17, kuna wengine wakubwa ama kuna wadogo zaidi? Tunao under 15 lakini pia tunao under 20 ambao pia mashindano yao yanaendelea sasa hivi katika viwanja mbalimbali vya TFF hapa nchini. Ticha Shiboli, umeonekana kwamba ni mkomavu katika masuala mazima ya michezo, na inawezekana kwamba umeanza muda mrefu kusimamia michezo. Hebu wanufaishe mashabiki, labda ni una wachezaji wangapi ambao unanufaika nao ambao wamecheza? Kwa sasa tuna wachezaji 10 ambao tumewatoa katika ligi ya Tanzania, wengine wako nje ya nchi, wakipo Kenya. Ndani ya Kenya tuna vijana 5, wengine wakipo Zanzibar pale katika ligi mbalimbali, lakini wengine pia wapo katika nchi yetu ya Tanzania, Tanzania bara, wapo katika vituo mbalimbali wanashiriki mashindano mbalimbali. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuzalisha vipaji katika kituo chetu cha Maristar Youth Academy. Tunazalisha vipaji, baada ya hapo tunatoa ikiwemo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo mashabiki pamoja na wadau wa soka mbalimbali, sisi kikubwa tunahitaji support kwao, waweze kutusapoti kwa vifaa, kwa sababu hizi miongoni mwa changamoto ambazo tunazipata. Kwa hiyo kama kuna changamoto nyingi ambazo tunazipata ni ukosefu wa vifaa, ikiwemo mipira, bipsi pamoja na koni, diski na vitu vingine ambavyo vinahitajika katika michezo. Kwa hiyo wito wangu kwa mashabiki pamoja na wadau wa soka, tunawaomba watusaidie na kusapoti kituo cha Maristar Youth Academy ili kuweza kufikisha malengo ya vijana ambao tunawalea, lakini pia na kumsapoti mama, kwa sababu taifa hili lilianza na wachezaji wadogo, mwisho wa siku ndo akapatikana kina Samata. Kwa hiyo Samata wengine wako chini ya mtaa wetu huu kama tunavyoona maeneo ya Tandika huku, Yombo, Buza, sehemu mbalimbali kuna vipaji ambavyo vinahitaji msaada. Kwa hiyo kikubwa sisi tunahitaji watusaidie, watusapoti wadau ili ziweze. Kwa hiyo kwa mama mitano tena. Kwa hiyo kwa mama mitano tena kwa sababu sisi kwa sababu kila mmoja anatakiwa jivutie upande wake. Kwa hiyo sisi pengine wenzetu katika timu nyingine wana uwezo, wanasaidiwa, lakini katika mitaa yetu sisi hatuna msaada. Kwa hiyo tunaomba support ya wadau mbalimbali, lakini tunaomba mashabiki mbalimbali waweze kujitokeza ili kuweza kutusupport kuweza kufikisha ndoto ya vijana. Lakini Ticha Shiboli, naomba nisaidie kitu kimoja. Tumeona kwamba kuna vipaji vipo vingi sana mitaani, na hivi vipaji tunavishuhudia mara kwa mara, ligi zikianzishwa tunaviona vipaji vile vile, lakini hatushuhudii kwamba vinacheza labda Simba, labda Tabora United na timu zinginezo. Labda nini changamoto? Changamoto ya kwanza ni kwamba TFF wenyewe hawaangalii chini. Wao wanaangalia mpaka mchezaji ameshaonekana kwenye timu nyingine, mfano amekuja Azam au Yanga au huku kucheza zile under 20 under 17, lakini wao hawana mipango ya kuandaa mechi za
zile za mara kwa mara, yani ili kwa ajili ya kuibua vipaji mtaani. Wao hizo mechi za hakuna TFF, bali wao wanataka watengenezee. Wakati jukumu hili la mpira kama kule tunapoona ndani ya Afrika Kusini, tunapoona Ulaya, wao wanaandaa, maana kuna mashindano maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana tokea wakiwa wadogo wanaandaliwa ili kuweza kufikia ndoto zao. Lakini si katika nchi yetu Tanzania hatuna haya, na lao kama tulikuwa tunayo, basi mimi naamini taifa hili, kwa sababu tuna vipaji vingi, lina uwezo wa kufika mbali.